Okay, twende kwa Ali Bakari. Bakari, kama unanisikia, mjadala mkubwa kabisa ni michuano ya CAF ambayo leo hii hatua ya makundi inaanza, na hapa tumekuwa tukizungumzia masuala mengi sana, tukiangalia mitego iko wapi katika mechi za Tanzania, hususan katika mechi ya mapema ya leo. Yanga anacheza, mtego wake uko wapi na nini ambacho waweze kutumia, na hali kadhalika katika mechi ya Simba ambayo nayo ina mtego katika mchezo wa tatu. Wachambuzi hapa pamoja na wahariri wameangalia kwamba mchezo mgumu ni wa back to back, wameiweka hivyo kwa maana ule ni mchezo unacheza huku unakwenda kurudiana huku, unacheza nyumbani, baada ya wiki siku 5 unakwenda kucheza huku, kitu ambacho kimekuwa ni kigumu. Kwa hiyo mashabiki wazungumzie kuhusiana na ugumu wao, wanadhani uko wapi, kama ambavyo sisi tumeweza kuona ugumu huko pale katika mechi ya tatu. Asante sana Filipo Cyprian kutoka katika studio za Azam TV hapo Tabata, na sisi tumeamkia eneo la Mabibo mwisho, ambako bila shaka unaweza ukaona vizuri kabisa nyuma, mtazamaji wa kurasa za mwisho. Hiyo ni kona inayokwenda Mabibo sokoni, ikitokea external ama tunaweza kusema Ubungo huko barabara hii, na huko tunakwenda ni Kigogo. Kwa hivyo pembeni hapa kuna kijiwe cha magazeti. Ndugu yangu Hassan Nasibu ama Hansi ndiye ambaye yupo nyuma ya kamera hapa, tukihakikisha ya kwamba unayapata yale ambayo yameandikwa katika magazeti hapa na kuwasikia mashabiki hapa wakizungumzia hizo mechi mbili za timu za Tanzania leo hii, lakini pia mechi mbili za timu za Tanzania za kesho. Tunazungumzia Young Africans ambayo ipo Zanzibar pale kucheza dhidi ya FAR Rabat, lakini pia Singida Black Stars ipo ugenini kule wa Algeria kucheza dhidi ya CR Belouizdad. Alafu kesho Simba Sports itaikaribisha Petro Atletico, lakini Azam FC itakuwa ugenini kucheza dhidi ya Maniema Union, wenye namna wanatamka. Na pembeni hapa kuna kijiwe cha kahawa, na ndugu zetu wawili wameamka na jezi zao kabisa za Young Africans. Sijui kama ni mashabiki wa timu hizo ama wameamua kuvaa tu. Kwa hivyo kahawa inaendelea, na hali ya jiji la Dar es Salaam kwa namna ilivyoamka leo hii inaruhusu asubuhi hii kunywa kahawa, kwa sababu kulikuwa kuna mvua ya hapa na pale ya kuondoa vumbi. Watu wanaendelea kupata yale ambayo yameandikwa katika magazeti, lakini gazeti la michezo ambalo limebaki hapa ni la Mwanaspoti. Hili hapa likiandika achia remote, tena imewekwa picha ya remote kabisa hapa. Yanga wapo Zenji, Simba kwa Mkapa, Azam Singida bala. Yes, hayo ni mambo ya ligi ya mabingwa, na picha kubwa hapa utaona hapo Maxi Zengeli, lakini huku Budo wapo hapa wakipamba gazeti hili la Mwanaspoti. Habari kubwa ndio hiyo katika nchi hii ya Tanzania. Gazeti la Uhuru tuone kidogo upande wa nyuma, yenyewe ameandika njooni muone show, na picha kubwa za wachezaji wa Young Africans hapo. Ni hayo ambayo yanaenda kujiri leo. Gazeti la Mwananchi wanasema mechi za kisasi ligi kuu bara, ambazo jana zilianza 2 na leo inaendelea. Siku ya rekodi, hiyo ni mambo ya Young Africans, lakini kuna chama hapa kwa maana ya Singida Black Stars ambazo timu hizo zinacheza leo. Hayo yote yanazungumzia tu ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. Timu 2 leo kwa Tanzania na timu 2 kesho kwa timu za Tanzania. Sasa hebu tuwasikie kwanza wenyewe wenye timu zao hapa wanazungumzaje kwanza. Tuanze na ndugu yetu kwanza hapa. Habari yako bwana? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Sadiki Juma Mohamed. Wewe Sadiki? Dar es Salaam Yanga Afrika. Wewe Dar es Salaam Yanga? Mwananchi, mwanachama kabisa. Leo mbona kama Yanga mmeamkia kwenye magazeti? Kipi kimewakimbiza mapema? Tuna uhakika bro. Uhakika wa ushindi Zanzibar upo. Hawatoki Waarabu pale. Bwana tafadhali bwana. Unajua mechi zako za kwanza za hatua ya makundi umekuwa ukipoteza? Hiyo sikariri, sio kila siku utakuwa napoteza, hapana. Umeelewa, sio kila siku. Mimi nimejiandaa kwa ajili ya hiyo game, kwa ajili ya kupata ushindi. Kwa hiyo leo ushindi pointi 3 lazima. Pointi 3 lazima. Kwa sababu tuko nyumbani. Upo nyumbani. Na kumekuwa na hizo kwa maana kwamba hizi mechi zinachezwa nyumbani na ugenini. Wakati mwingine unakuta kama Young Africans hasa mechi za kwanza kwa nyumbani mara nyingi inapoteza, au hata kama ikicheza ugenini inapoteza. Mechi inakuwa ngumu wapi, ukicheza ugenini au nyumbani?
Mimi sioni ugumu wote, sio kwamba inapoteza kila mechi Yanga Afrika. Kama utakumbuka kipindi cha miaka hii miwili, Yanga Afrika tu ugenini alikuwa anashinda. Alikuwa hana nyumbani wala ugenini, alikuwa anamkasha kwenye finali kashinda ugenini. Umeelewa? Kuna haya mashindano kwa bingwa kashashinda ugenini. Umeelewa? Hata nyumbani ameshinda. Mechi ya msimu uliopita ya hatua ya makundi ulicheza dhidi ya Al Hilal ukapoteza magoli mawili hapa nyumbani hapa. Sasa unafikiri leo hii mambo yatakuwa tofauti kwamba Young Africans labda ataandika kitu kipya katika mechi za kwanza za hatua ya makundi? Mimi na imani hiyo kwa sababu hatuwezi kukubali tena hii historia ya nyuma kwamba unapoanza katika mechi ya kwanza kupoteza nyumbani hatutarudia makosa hayo tena. Na uhakika kabisa 100% Yanga Afrika leo atapata pointi 3. Sawa, hebu ngoja tusikilize wengine. Kuna shabiki wa Simba kwanza. Upo shabiki wa Simba? Ngoja tusogee hapa kidogo. Tumsikie na shabiki wa Simba Sports. Bana mambo. Safi kwema. Unaitwa nani wewe? Kaseja, Juma Kaseja. Ndio mjina Mabibo. Kaseja. Ni kutokana na ushabiki wako wa Simba. Mimi naitwa Juma. Ila watu wamenitoa Juma Kaseja kwa sababu nilikuwa namkubali sana. Ulikuwa unamkubali sana Kaseja? Ndio maana. Mkubali mpaka leo? Mpaka leo. Sawa, golikipa gani unayemkubali sasa hivi wa Simba Sports? Kama Musa Pipi kama hatari. Unatamani arejee uwanjani sio? Muda wote yani. Kuna mapungufu pale Simba? Kutokuwepo kwake sasa hivi. Mapungufu yapo. Sababu kipa ambaye yupo sasa hivi, kipa mzuri lakini bado amfikie Kamara. Fikie Kamara. Sawa. Kesho Simba Sports yenyewe itakuwa katika dimba la Benjamin Mkapa kuikaribisha Petro Atletico. Mechi hii wewe unaitazamaje? Hiyo mechi ngumu, lakini Simba kama kaida yetu. Kwa Mkapa toki mtu. Wewe mwenyewe unajua. Kwa Mkapa toki mtu. Hata aje yote, hata Barcelona, Madrid nani. Yote ile akija kwa Mkapa anakufa. Hata Barcelona, Madrid? Wote kwa Mkapa toki mtu. Ushaambiwa kwa Mkapa toki mtu. Muhimu hiyo ni kwa Mkapa tu. Kwa Mkapa tu. Bwana wewe. Uhakika ni Simba tunashinda kesho. Kuna siri gani hapo kwa Mkapa? Sisi tunavyocheza kwenye uwanja mzuri. Yaani uwanja wa nyumbani, pale ndo tumezoea. Ndio maana hata wapinzani wanaogopa. Ushasikia kwa Mkapa yote yule anajua pale shughuli imeisha. Mwarabu yote akija, yote yule Afrika anajua pale kwa Mkapa atoki mtu. Lakini ulianza kwa kusema ya kwamba mechi ni ngumu ila kwa Mkapa atoki mtu. Ugumu unatokea wapi? Ugumu timu zote ziliingia makundi. Timu zote nzuri. Ndio maana watu wamejiandaa. Yaani wabovu wale washatolewa. Waliobakia wote sasa watu wakazi. Lakini sisi tushazoea. Unajua kila mwaka Simba kishafika makundi, yeye robo yupo. Kila mwaka yeye yupo. Wewe hesabie. Tafuta watu wengine 7. Lakini Simba yeye yumo. Kila mwaka lazima yupo. Kwa hiyo sisi kukaa kufuzu huko pale pale. Lazima tuna uhakika. Young Africans leo inacheza dhidi ya FAR Rabat. Hii mechi wewe unaitazamaje? Mechi ngumu. Lakini mimi kama mshabiki wa Simba au kama Mtanzania naomba Yanga tu ajitahidi naye ashinde. Ndio ninachoomba tu hicho. Naiombea Yanga ishinde leo. Ashinde. Ugo upikelele wewe barabara mtaani. Kile tutafikizana sisi tunajuana wenyewe. Sasa unafikia akiisha makundi ndio tunamwacha hivyo tena atakuwa aibu kwake. Kwa hiyo nataka mwaka huu kama kasajili vizuri, ashinde tuende wote robo au tukae naye mbele huko. Ninachotaka mimi kama mshabiki wa Simba. Unatamani ukutane naye huko mbele? Huko robo tukutane au tuone anatufunga vipi kwenye ligi, nataka atufunge. Kule hamna kuruka ukuta. Pale tunapitia mlango mmoja. Huko saruka ukuta mara atufunga. Ndugu zetu muda mrefu wakiwa wanasoma magazeti hapa, ngoacha tunasikia. Bwana upo vizuri? Uko vizuri. Salama kabisa. Salama. Gazeti gani limekufurahisha hapa katika magazeti yanayoandika habari za michezo? Mwana Sport tu peke yake. Mwana Sport? Habari gani imekukosha hapo katika Mwana Sport? Yanga hapo Zenji. Yanga wako Zenji, Simba kwa Mkapa, Singida na Azam wako. Singida na Azam. Okay, uko nyumbani wakuone. Singida na Azam. Wako ugenini. Wewe inakuhusu mechi gani hapa? Mimi Yanga. Wewe Young Africa? Una wasiwasi kidogo? Sina wasiwasi. Hauna wasiwasi? Sina wasiwasi. Unashinda leo? Kama kawaida. Kama kawaida? Tunashinda. Kawaida ipi sasa? Timu yetu iko kwa ajili ya kushinda. Ipo kwa ajili ya kushinda. Sawa. Bwana unasema ashinde kwa FAR Rabat? Ashinde wapi? Kwani wewe shabiki wa timu gani? Hapa. Kesho mimi namninginiza mtu mapema. Kesho kazi anayo kaka, leo kuna upepo Zanzibari, hamna watalii leo, hamna kelele. Sawa. Leo unauawa mapema. Kwamba kisiwa kimetulia? Kisiwa kiko burudani kinakusubiri. Kuna bugu za baharini? Hamna bugu za kule airport, kumetulia. Sawa. Acha ongee. Tuchazoea. Haya. Yes, mashabiki wa Simba na Yanga wakichangamsha kuelekea mechi za leo na kesho. Wacha nirejeshe kwako Filipo Cyprian. Asante sana kutokea hapo Mabibo, ambapo mashabiki wameweza kuzungumza, kusherehesha, kuongeza chechandu katika mechi za leo.